Kwa nini kukualikeni? Kukualikeni, mmealikwa kwa ajili ya hili tuliloendea nchini Masri, kwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema man dalla ala khairin kafailihi, mwenye kujulisha jema, yule aliyojulishwa jema, hata yeye ambaye aliyojulisha hakufanya anaandikiwa thawabu kana kwamba akafanya. Kwa hiyo wema huu tunataka uenee sehemu mbalimbali na mazuri haya yafike sehemu mbalimbali. Kwa jina naitwa Sheikh Mustafa Rajab Shaban, Sheikh wa mkoa wa Dodoma. Katika safari yetu kama alivyotambulisha msemaji hapa, tulikuwa tuna makundi mbalimbali yaliyoainishwa, nikiwepo mimi mwenyewe kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania. Lakini ninaye mwenzangu Sheikh wa mkoa wa Mwanza, Sheikh Hassan Musa Kabeke Anzuruni. Lakini katika makundi ya vijana taifa aliyekilishwa na katibu mkuu wa vijana taifa, Sheikh Othman Zuberi, imamu wa Masjid Shafi pale Ilala, mtaa wa Arusha. Lakini katika upande pia vile vile wa vituo vya elimu uliwakilishwa na Sheikh Juma Msukulu. Lakini pia vile vile upande wa maimamu wa misikiti yuko Sheikh Abdul Jabari. Lakini upande pia vile vile wa vituo vya elimu tunaye Sheikh Hamisi hapa Bisanga. Upande wa ofisi ya hija makao makuu, lakini pia vijana tunaye Sheikh Malik bin Abubakar bin Zubairi bin Ali. Lakini kuna wengine wenzetu ambao leo hatukuwa nao, lakini nao waliwakilisha BAKWATA wilaya, kwa sababu ni wajumbe wa Baraza Kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA katika nembo au katika wajumbe wa mashekhe wa wilaya na haswa wilaya Ilala. Lakini waliwakilisha kituo cha utamaduni au markaz ya Kiislamu pale Chang'ombe, ambao tunao alikuwa Sheikh Abdul Mujib na Sheikh Juma, ambao leo kwa bahati mbaya kidogo hatunao. Kwa bila kupoteza muda, safari hii tuliokwenda ilikuwa ina mambo mawili. Kwa upande wangu haswa ilikuwa kushiriki ufunguzi wa mashindano ya Qur'ani ya kidunia au ya kimataifa, ambapo Mheshimiwa Mufti haswa alikuwa huu ni mwaliko wake yeye. Lakini nyinyi mnajua Mufti ana mambo mengi sana, anahitajika kila aina, kila kona, kila sekta. Kwa hiyo yeye aliweza kutoa jambo hili kuniomba mimi kama Sheikh wa mkoa wa Dodoma ninayefanya kazi chini yake Mheshimiwa Mufti, nimwakilishe katika safari hii na kuwaongoza au kuongozana na wenzangu. Lakini baada ya mashindano yale kulikuwa kuna mafunzo ya uongozi na utawala bora. Mafunzo ya uongozi na utawala bora. Mafunzo hayo yalifanyika nchini Masri kwa muda wa siku 10. Kwa muda wa siku 10. Kwa hiyo tuzungumzie hili la mafunzo tuliokwenda kujifundisha kule, ambayo yalichukua kiasi cha siku 10. Tulisoma masomo mengi sana, lakini tuliyoshuhudia pia ni mambo makubwa sana. Tukisema tueleze moja au lingine mpaka mwisho muda hautotosha. Mimi niombe tu kwanza kutoa shukrani kubwa kwa Mheshimiwa Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania, yeye binafsi kwa kufanya juhudi kubwa aliyofanya na kufunguliwa milango hii, na sisi tumekuwa kwamba ndio dufa ya mwanzo, ndio watu wa mwanzo toka mlango huu ufunguliwe wa kwenda kujiunga na masomo kule, kushiriki mafunzo ya uongozi na utawala bora. Sisi ndio dufa ya mwanzo au awamu ya mwanzo, lakini awamu hii itaendelea zaidi. Na haya tumeshuhudia namna Mheshimiwa Mufti tunavyomchukulia huku nchini Tanzania. Tumekuta kule nchini Masri anachukuliwa kwa namna nyingine, kwamba ni kiongozi bora, ni kiongozi shupavu, ni kiongozi mahiri, ni kiongozi mwenye kupenda dini, lakini mwenye kupenda mwenye uzalendo wa nchi yake, lakini ni kiongozi ambaye anaishi na watu wote. Haya tunayopokea kuelezwa na wale wenyewe wenyeji wetu, kitu ambacho tumeshangaa kwamba jambo hili
wanalijuaje kwamba Mufti Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali yuko namna hii, dhidi ya zaidi ya upole, ukarimu aliyokuwa nao, busara alizokuwa nazo, hekima alizokuwa nazo. Na hii ndio sababu kubwa hata kufunguliwa haya mafunzo ya uongozi na utawala bora. Wakaona ili kupatikanike watu wengine ambao watakuwa chini ya huyu bwana, lakini wakiendeleza zile fikra ambazo zilizokuwa salama, ambazo siku zote anazo Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, za jitambue, badilika, acha mazoea. Hii fikra na hii kauli mbiu imewagusa sana watu wa Misri, na hususa hata tulivyokuwa tukizungumza na wazirul awqaf Dr. Muhammad Mukhtari Juma alikuwa akilikariri sana na akituhimiza sana, kuweni kama kiongozi wenu, kuweni kama mufti, kuweni namna ya upole anavyochukulia watu, namna alivyokuwa na hekima, namna alivyokuwa na busara. Kwa hiyo haya lazima tumshukuru Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema asiyeshukuru kidogo hata kingi hawezi kushukuru, na asiyeweza kumshukuru binadamu mwenzie hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kumshukuru. Kwa hivyo miongoni mwa masomo tulokwenda kuyasoma, mimi niseme kuna kitu kinaitwa kulliyatu siti. Kulliyatu siti ambazo zenyewe ni almuasira. Yani kulliyatu siti hiki ni Kiarabu, lakini kuna kitu kinaitwa maboresho ya namna mtu atakavyoweza kuishi katika dunia hii mpaka kufa kwake. Kuna jambo la kwanza mtu lazima ailinde dini yake, ailinde nafsi, ailinde akili, lakini yote hayo ailinde nchi. Kulinda nchi kwa maana kutahadhari na kila aina ya jambo au sababu ambalo linaweza likahatarisha amani na usalama wa nchi, au amani na usalama wa raia, au amani na usalama wa akili, au amani na usalama wa mwili wa halu majara. Kwa vitu hivi tumevielewa sana, na kuna kitu kinaitwa at-taayushu silmi wat-tasamuhu, kuishi kwa amani lakini kuvumiliana. Nchi ya Misri ni nchi ya Kiarabu. Idadi ya Waislamu kule ni wengi kuliko Wakristo, lakini namna jinsi walivyokuwa wana taayushu silmi watasamu, kuishi kwa amani na kuvumiliana, kuna madhehebu mengine na kuna dini. Wakristo si kwamba hawapo, Wakristo wapo, lakini wanavyoishi wanaishi kwa kuvumiliana, pamoja kwamba wizara au serikali inayoongoza ni serikali ya Waislamu, lakini tulichokipata kule na tulichojifunza kwamba unaona kabisa ile wizara pia nayo inashiriki kusaidia kujenga misikiti, kujenga madrasa, kuwapeleka maimamu, kuwalipa mishahara, mashehe, wote wanaoshughulikia kazi za dini. Lakini si Uislamu tu, kumbe hata wanasimamia pia zile kazi za makanisa, lakini pia vile vile pia hata kuwalipa wale maaskofu wanaoshughulikia kazi za dini ya Kikristo. Hapa tumeona, tumejifunza sisi kama tulokwenda kujifunza mafunzo ya uongozi na utawala bora, tumesoma kitu kikubwa sana. Tofauti leo na nchi yetu, leo mtu anatukana dhehebu hili, mtu anakashfu dhehebu hili, mtu anatoa tahadhari kwamba hawa hawafai, tusiishi nao. Hajui kwamba hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anasema wal ardha walaha lil anam, kwamba ardhi imewekwa kwa ajili ya viumbe wote. Si kwamba waishi Waislamu peke yao tu, au Wakristo peke yao tu, au Ahlus Sunnah wal Jamaa peke yao tu, au Mashia peke yao tu. Hapana, tukumbuke hata ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema lakum dinukum waliyadini. Mtume aliishi kwamba nyinyi mna dini zenu, fateni utaratibu na uwajibikaji wa dini zenu, na mimi nitafuata utaratibu na uwajibikaji wa dini yangu mimi kama jinsi ulivyo kuwepo. Tumeona mambo ya kuishi kwa kuvumiliana,
kuishi kwa amani, kuvumiliana kidini, kuvumiliana kimadhehebu. Tunanukuu hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake, hadithi sahihi kabisa iliyopokelewa na Bukhari na Muslim, inasema alifariki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hali ya kuwa guo lake la vita kaliacha kwa Yahudi, na Yahudi huyu Mtume Muhammad aliazima pishi 30 za shairi kwa Yahudi, pishi 30 za shairi, ambazo pishi 30 ni sawa na kilo 75. Alivyopewa na Yahudi, Mtume akaacha rehani guo lake la vita. Lakini si kwa maana ya vipi, kwa maana lile guo la vita Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkataba alioandikiana na Yahudi, alimwambia ikiwa kipindi cha uhai wangu bado nipo, basi nitakuja kukulipa, nichukue guo langu la vita. Kifo kikinikuta kabla sijakulipa, hili guo ni la kwako. Na tunaelewa ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wala tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahud. Utawaona wale ambao wana uadui mkubwa kwa walioamini. Sisi kama Waislamu, maadui zetu wakubwa ni Mayahudi. Lakini angalia huyu Mtume Muhammad, kwa kuonyesha uvumilivu na maisha ya kijamii yaendelee na kufanyia kazi maandiko ya Mungu kwamba ardhi, watu wote, viumbe wote wana haki ya kuishi, alionyesha mfano ambao sisi tumeambiwa ndani ya Qur'ani, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Kwa hakika amekuwa mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi ni kiigizo chema cha kufuatwa na kuiga. Sasa kuigwa, ikiwa mtume aliacha guo la vita kwa Yahudi kwa ajili ya kukopa pishi 30 za shairi, na Yahudi ni adui mkubwa kuliko ni adui yoyote wa Uislamu, tunaonyeshwa nini? Tunaonyeshwa namna ya maisha ya kijamii. Tunaweza tukashirikiana kijamii, watu wote, awe Mkristo, awe Muislamu, awe Yahudi, awe mpagani, awe dhehebu atakalokuwa, lakini hatuwezi kushirikiana kiakida basi. Kwa hivyo mtume kama kwetu sisi kigizo, haya yote tunayozungumza tumeyakuta huko tuliko kuwepo, namna ya masomo tulilosoma ya kuishi kwa kuvumiliana, lakini kudumisha zaidi amani na utulivu. Na hili tunawalingania maimamu ambao wako Tanzania, mashehe ambao wako Tanzania, mausadhi ambao wako Tanzania, waalimu wa madrasa ambao wako Tanzania, waendane sambamba na kauli ya Mheshimiwa Mufti kwamba jitambue, badilika, acha mazoea. Kauli inayoendana sambamba na kauli ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anaposema ndani ya Qur'an, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tukitaka amani yetu idumu, tukitaka tuishi kwa kupendana, tukitaka kukuza maendeleo ndani ya nchi yetu, ni lazima tuishi maisha ya kupendana, maisha ya kuvumiliana, maisha ya kusameheana. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu hawezi akachange, akabadilisha maisha wanayoishi watu mpaka watu wenyewe wakubali kubadilika. Kwa hiyo hii ni neema kubwa ambayo tumetaka tuieleze, na namna nchi yetu inavyochukuliwa kule nchini Misri inachukuliwa kwa namna ya kipekee, inatangazwa kiamani zaidi, inatangazwa kuvumiliana, uvumilivu mkubwa tuliokuwa nao, inatangazwa kwa namna ya mshikamano tuliokuwa nao, lakini pia vile vile wanatangaza vile vivutio vya nchi ambavyo sisi hatuvioni umuhimu wake na thamani yake, lakini tumekwenda kule kuambiwa. Mwarabu anakuambia wallahi Tanzania hilwa. Sasa Tanzania hilwa maana yake Tanzania tamu, Tanzania nzuri. Mimi nataka nije Tanzania. Unamuuliza kitu gani kimekuvutia Tanzania? Lakini anajibu, bwana, tunaona kuna wanyama wazuri, kuna mlima sijui wa Kilimanjaro, kuna sijui twiga, sijui kuna nini, vitu kama hivyo.
Na hili tukitaka kulizungumza, kuna kitu kilifanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kitu kinachoitwa Royal Tour. Watu wengi waliona kama ni kitu cha ajabu, lakini tumekikuta kule kinazungumzwa kwamba kile kitu Waarabu nao wamevutiwa kutaja vitu hivyo, kwa sababu tulimuona bwana rais akiwa anafanya hivi, kuna hichi, yani bila ile Royal Tour Mheshimiwa Rais aliyoizindua na ile filamu kuifanya, imeonekana sasa kaitangaza Tanzania katika nchi mbalimbali duniani, na wao wamekuwa na mvuto na hamu ya kupenda kuitembelea Tanzania na kuona vile ambavyo walivyoviona katika ile Royal Tour. Kwa hiyo haya yote tunawaambia Watanzania, kama anavyosema Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba kazi iendelee katika kila sekta. Katika upande wa dini kazi iendelee, katika upande wa kilimo kazi iendelee, katika upande wa elimu kazi iendelee, katika kila upande kazi iendelee. Tuhimizwe kazi, kwa sababu kazi hii inayofanywa kama anavyosema Mwenyezi Mungu, imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fanyeni kazi, Mwenyezi Mungu ataona kazi mnayoifanya na Mtume Muhammad, lakini pia na watu waumini watashuhudia. Kwa hiyo tunashuhudia kazi kubwa inayofanywa na Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo tumekuta ikizungumzwa huko na ikielezwa huko, na tukiulizwa tunatakiwa tueleze zaidi yale yaliyokuwa. Kama tungekuwa hatuyajui mazuri yaliyofanywa na nchi hii na serikali hii na rais, tusingeweza namna ya kuwaelezea wale, au wangetushinda, kwa sababu walikuwa wanazungumza mambo ambayo sisi tunashangaa, hawa wameijuaje nchi yetu? Kumbe wameijua nchi yetu kupitia filamu ya Royal Tour. Imefika mahala imetupa heshima kama Watanzania, kuheshimiwa, lakini pia vile vile kuthaminiwa na mataifa mengine tumekuta huko. Kwa hiyo haya nadhani ndio machache ambayo tumeona ndugu zetu waandishi wa habari. Hizi kheri tusikae nazo sisi, lakini Mheshimiwa Mufti ametaka kwamba jambo hili lijulikane na kwa watu wengine. Lakini tuseme kwamba semina hii ya mafunzo ya uongozi na utawala bora, sisi ndio awamu ya kwanza, itakuja pia awamu ya pili, itakuja awamu ya tatu, itakuja awamu ya 4. Na kwa nini imekuwa semina hii? Imekuwa semina hii ni kwa ajili namna anavyochukuliwa Mheshimiwa Mufti kimataifa na nchi za Kiarabu, namna anavyokwenda kuwakilisha nchi vizuri, na namna anavyokwenda kuwashirikisha na kuwawakilisha Waislamu vizuri, lakini na namna ya muamala wake ulivyokuwa mzuri, hekima, busara na mambo kama hayo ya uzalendo wa nchi yake ya Tanzania, lakini pia uzalendo wa Baraza Kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA, kwa kuwa ndio baraza mama na ndio chombo mama kuliko ni chombo kingine. Lakini la mwisho tu nizungumze, tumekuta utaratibu, kuna kitu kinaitwa kule taa. Viongozi wa kule, wananchi wa kule wanautiifu sana kwa viongozi wao, kitu ambacho na sisi tunawahusia taasisi zingine au viongozi wa taasisi zingine. Sote tunajua Baraza Kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA ndio chombo mama, ambavyo taasisi zingine zote ziko chini ya Baraza Kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA. Tunawahusia utii na usikivu kwa viongozi, kwa sababu Mtume Muhammad anasema alaikum bisami wa taa, jilazimisheni na usikivu na utiifu, ijapokuwa atakuongozeni mtumwa wa Kihabeshi na nyinyi ni Waarabu. Manake Mwarabu yeye ni bora kuliko ni Mhabeshi. Ukiangalia Mhabeshi ni Mwafrika, kwa hivyo kama alivyokuwa Bilal ibn Rabah. Lakini jilazimisheni na utiifu na usikivu. Kwa kule tumeona namna watu walivyokuwa wasikivu na watiifu kwa taifa lao, kwa serikali yao, lakini kwa viongozi wao wa dini. Hili tunalihusia sana. Anapozungumza Mheshimiwa Mufti jambo, lazima sote tuwe wasikifu na watiifu. Isiyo kuna mmoja akasema huku, mwingine kazungumza hivi, mwingine kafanya vile. Hili linakuwa halijengi tasamuhu, uvumilivu, halijengi upendo, kwa sababu na tunakwenda pia kinyume na taratibu za dini na kinyume na mafundisho ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lakini
kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ndani ya Qur'ani kwamba kiongozi lazima atiwe na kiongozi lazima na bila kufanya hivyo basi hatutoweza kufanya kitu, kwa sababu tumekatazwa ndani ya Qur'ani kufarikiana. Mwenyezi Mungu anasema wala tanazau fatafshalu wa tadhhabu rihukum, wala msigombane mtafeli, lakini nguvu zenu pia zitaondoka, mtakuwa hamna jambo. Kila siku kazi yenu nyinyi kushughulikia migogoro, kitu ambacho kitadumaza imani zenu, kitadumaza nchi yenu, kitadumaza dini zenu wa halu majara. Nadhani mpaka hapa nilipofika, kama kuna lolote la kujazia basi na wenzangu wapo, tunaweza tukashtuana tukazungumza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama kutakuwa na maswali kidogo kama alivyosema Sheikh Mustafa